Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Tuko bado katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15. Injili ya Yohana 15, tunaanza mstari wa 9. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tumekutana na ahadi tamu tena hapa. Hii ni ahadi nzuri sana. Yesu anasema amri yangu inapaswa muishike. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Amri za Yesu ni zipi? Ni zile tulizoziangalia katika vipindi vilivyotangulia, yaani amri ya upendo. Amri ya upendo, kwamba mpendane ninyi kwa ninyi, ili watu wakiwaona watambue ninyi ni wanafunzi wangu. Anasema mkizishika hizo amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama mimi nilivyozishika za Baba yangu nikakaa katika pendo lake. Anataka kusema kwamba ukiushika upendo na kuuishi, basi wewe utakaa katika upendo wa Yesu Kristo. Utakaa katika upendo wake. Maana yake atakuzingira na upendo wake. Jambo lingine anasema amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Anasema amri yangu mpendane. Anazidi kusisitiza kwamba amri yangu ni hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kaongeza akasema hakuna mtu mwenye upendo mwingi kama hawezi kuutoa kwa ajili ya rafiki zake. Kama hawezi kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Upendo mwingi maana yake ni mtu mwenye kuwapenda watu mpaka akajitoa kwa ajili yao. Hakuna, ila Yesu Kristo alithubutu kufanya hivi kwa ajili yetu. Alikuwa na upendo mwingi sana kwetu. Ni ngumu sana sisi kuonyesha upendo huo kwa wengine kiasi cha kufa. Unaweza ukampenda mkeo, mmeo, watoto wako, baba, wazazi wako, lakini sio kiasi cha wewe kufa kwa ajili yao. Lakini unaweza kuwasaidia, unaweza kuwatunza, unaweza kuwatimizia mahitaji yao. Lakini napofikia habari ya kifo kwa ajili yao, hapo ni ngumu. Yesu peke yake aliweza, maana yeye ndiye mshindi wetu. Alafu anasema siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Ninyi siwaiti tena watumwa, ninyi nimewaita marafiki zangu. Mtumwa hajui analofanya bwana wake mpaka aambiwe, lakini rafiki anaona waziwazi, anasikia waziwazi na kufanya pamoja na rafiki yake. Kwa hiyo anasema ninyi ni rafiki zangu, tumetembea pamoja nanyi muda wote huu, miaka yote hii. Hivyo ninyi ni rafiki zangu. Ninyi hamfanani na watumwa.
Jambo jingine anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Hii ni jambo la ajabu. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi ndiye niliyewachagua ninyi. Rafiki yangu, sisi tumechaguliwa na yeye, sio sisi tumemchagua Yesu kuwa wetu, bali sisi alituchagua kuwa wake. Kwa njia gani? Tulipoonyesha nia na kusudio la kuzipenda amri zake, kumpenda yeye na kumtumikia. Hivyo ametufanya rafiki. Unaweza ukawa na rafiki, naweza ukawa na rafiki. Hata mimi ninao marafiki, lakini kwambie rafiki wa kweli ni Yesu Kristo pekee. Rafiki yako anaweza akakugeuka kesho, anaweza akakugeuka kesho kutu. Rafiki yako wa kweli ni Yesu Kristo. Lakini simaanishi kwamba hatuna marafiki wa kweli. Wako watu wanapendana ajabu, kiasi kwamba hawaachani, kila jambo wanashare pamoja. Wapo. Lakini nikwambie, huyo itafika wakati mtaachana. Wapi? Kwenye magumu. Atakuacha tu. Kwenye magumu atakuacha. Si wote watakuacha, lakini wako wengine watakuacha ukikutana na magumu. Lakini Yesu hawezi kukuacha, ni rafiki wa kweli. Mwimbaji mmoja anasema, ninaye rafiki wa kweli, ninaye rafiki wa kweli, Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni rafiki wa kweli. Hawa wanadamu, hawa wenzetu wanaweza kutuacha, lakini Yesu Kristo hakuachi. Anasema, nimewaweka ninyi mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, na mkimuomba Baba kwa jina langu awapeni. Ili mkimuomba Baba kwa jina langu awapeni. Hapa anawapa ahadi kwamba mkizaa matunda, matunda yenu yakaonekana na watu, yakafurahiwa na watu. Maana yake maisha yenu yakifurahiwa na watu, kwa namna mtakavyoishi nao kwa upendo, basi kila mtakalomuomba Baba, Baba atawapa. Baba atawapa. Kwa jina langu atawapa. Maana yake mtapata kibali mbele za Mungu kupitia upendo wenu mnaouonyesha kwangu na kwa watu. Mungu akubariki rafiki yangu. Je, nawe ni rafiki yake Yesu Kristo? Je, Yesu Kristo ni rafiki yako? Mimi sijui kwa upande wako, lakini mimi ni rafiki yake. Kwa neema yake ameniita mwenyewe, sikujichagua mwenyewe, amenichagua mwenyewe. Kwa hiyo rafiki yangu, nikuombe, kama haujawa rafiki yake Yesu Kristo, ni wakati huu sasa. Tuna wakati zaidi. Hakuna wakati zaidi rafiki yangu. Jiunganishe kwa Yesu Kristo, uwe rafiki yake, awe rafiki yako. Basi tukutane kwenye kipindi kingine kijacho, tuendelee kuona mambo mengine mbalimbali. Lakini Mungu akubariki sana. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, kwa wewe ambaye bado, kulike na comment na kushare kwa wengine, na Mungu atakubariki. Asanteni ninyi mliofanya hivyo. Mungu aendelee kuwabarikia sana. Akubariki Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.